Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba hawachekeshi, unaweza ukasema hivyo, mara baada ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kwenye ligi ya NBC, kwa sasa wakiwa nafasi ya pili, wakiwa wanaufukuzia ubingwa wa ligi ya NBC. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kurudisha ufalme wao ambao umepotea takriban misimu 4 ambayo Yanga ameendelea kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Sasa ili kuifanya Simba hii kuendelea kuwa hatari zaidi hata msimu ujao, bwana, kuna baadhi ya tetesi za usajili ambazo zimeendelea kuihusisha klabu ya Simba Sports Club juu ya baadhi ya nyota ambao wanatajwa kutoa ndani ya kikosi hicho. Sasa moja kati ya tetesi ambayo niko nayo hapa, unaambiwa bwana, Simba imeanza mazungumzo na beki hatari wa Petro de Rwanda. Sasa unaambiwa klabu ya Simba Sports Club imeanza rasmi mazungumzo ya kumwania beki wa kulia wa Petro de Rwanda na timu ya taifa ya Angola Eddie Afonso katika harakati za kuimarisha kikosi kuelekea msimu ujao. Bwana, taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa Simba wameonyesha kuvutiwa sana na uwezo wa mchezaji huyo mwenye uzoefu mkubwa wa michuano ya Afrika, huku akiamini anaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika nafasi ya beki wa kulia ambayo kwa miaka mingi imekuwa chini ya nahodha msaidizi Shomari Kapombe. Sasa Eddie Afonso ambaye anakipiga ndani ya Petro Atletico ya Rwanda anatajwa kuwa mmoja wa mabeki wenye nidhamu kubwa ya ulinzi pamoja na uwezo wa kusaidia mashambulizi kupitia upande wa kulia. Mbali na ubora wake wa kukaba, nyota huyo pia anafahamika kwa uwezo wa kupandisha mashambulizi, kupiga cross zenye ubora pamoja na uzoefu mkubwa aliopata katika michuano ya CAF Champions League akiwa na Petro de Rwanda pamoja na timu ya taifa ya Angola. Sasa uongozi wa Simba unaelezwa kuvutiwa zaidi na uzoefu wa Afonso katika mechi za ushindani mkubwa Afrika, hasa kutokana na malengo ya klabu hiyo kutaka kufanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF Champions League msimu ujao. Simba inaamini uwepo wa mchezaji huyo utaongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi pamoja na kuleta utulivu katika safu ya ulinzi. Katika misimu ya hivi karibuni, Eddie Afonso ameonyesha uwezo mkubwa wa kucheza nafasi zaidi ya moja katika eneo la ulinzi, akicheza kama beki wa kulia, beki wa kushoto na wakati mwingine kama beki wa kati pale timu inapohitaji. Uwezo huo wa kubadilika nafasi zaidi ya moja ni moja kati ya sababu zinazowavutia Simba ambayo wanataka kuwa na kikosi chenye wachezaji wazoefu na uwezo wa kucheza mifumo tofauti ya kiufundi. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambayo ipo. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba bado bwana wameendelea kuhusishwa na nyota Nathaniel Chilambo. Bwana, Simba wamekamilisha usajili wa beki wa kulia wa Azam FC Nathaniel Chilambo mwenye umri wa miaka 26 kama mchezaji huru. Bwana, Chilambo amesaini miaka 3 na kila kitu kimekamilika. Chilambo anakwenda Simba kupambana namba ya Kapombe pamoja na Duchu. Lakini wakati tunamzungumzia Chilambo, mnaambiwa nyota wengine ambao wamekamilisha usajili ni pamoja na Kevin Nation kutoka Pamba Jiji, Ramadhani Chobwedo, winga kizamani hii kutoka TRA United, pamoja na tetesi ambazo zimeendelea kumhusisha Abdul Sob wa timu ya Azam FC kwamba naye pia yuko kwenye rada za Simba Sports Club. Lakini ukiachana pia na taarifa hiyo ama tetesi hiyo, bwana, jina la Tadeus Nkeng linaendelea kuwa miongoni mwa machaguo yaliyopo mezani kwa Simba katika eneo la ushambuliaji. Mpaka sasa kuna mazungumzo yote yaliyofanyika baina ya Simba na kambi ya Nkeng. Tadeus Nkeng anafanya vizuri akiwa na Stade Malien ya nchini Mali. Simba lazima watasajili mshambuliaji wa kati namba 9 mwenye uzoefu mkubwa, na ukitaja jina la Tadeus Nkeng ni miongoni mwa washambuliaji wenye uzoefu. Kwa hiyo mara kadhaa pia Simba wamewahi kuhusishwa pia na nyota huyu. Lakini tetesi nyingine ni kwamba klabu ya Simba bana inafuatilia kwa ukaribu uhamisho wa kiungo Salim Adams mwenye umri wa miaka 23 kutoka Medeama ya nchini Ghana. Bwana, uongozi wa Simba tayari umeanza mazungumzo na kambi ya mchezaji ili kunasa saini yake haraka iwezekanavyo. Salim Adams anamudu kucheza zaidi kama kiungo kati kwa maana ya namba 8. Endapo deal itakamilika, ataenda kwa mrithi wa Nabi Kamara pale Simba Sports Club. Takwimu zinasema yote msimu huu mechi 25, ana mabao 9 na assist moja, mchezaji bora wa mechi 7, mmoja wa wachezaji bora nchini Ghana kwa sasa. Kwa Simba pia bwana wanatajwa. Lakini bwana, Simba wako mezani ama wameka jina mezani
la Ashley Cupido, raia wa Afrika ya Kusini aliyewahi kufanya kazi na Steven Becker klabu ya Stellenbosch. Bwana Cupido anacheza namba 9, anafanya link up player kama Benzema au Joe Pedro. Ni mshambuliaji wa kisasa mwenye mikimbio kama Mbwana Samata. Eneo la shambuliaji maana yake Simba wanataka kuongeza spidi ya 4G. Bwana, haya maneno ni kama natiatia udambu fulani hivi, lakini kama ambavyo tunafahamu, moja kati ya sifa za tetesi iko hivyo, lazima mpambe nyota ambaye anatajwa na timu fulani. Kwa hiyo Simba bwana wako ameweka jina mezani la Ashley Cupido, raia wa Afrika ya Kusini ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu hiyo. Lakini bana, uongozi wa Simba Sports Club umefungua mazungumzo rasmi ya uhamisho wa mshambuliaji kinara wa Golden Arrows inayoshiriki ligi kuu nchini Afrika Kusini, Sid Junior John mwenye umri wa miaka 27. Sid Junior ndiyo anaongoza mbio za kushinda kiatu cha dhahabu akiwa na mabao 14, mawili zaidi ya mshindani wake wa karibu Iklam Reynolds wa Mamelodi Sundowns mwenye mabao 12. Tangu ajiunga na Golden Arrows ameifungia mabao 40 na assist 6 katika michezo 126 aliyotumikia klabu hiyo. Hadi sasa vilabu vinne vimefungua mazungumzo kuhitaji saini hiyo, ikiwemo Simba yenyewe Sports Club, Pyramids, Al Awas pamoja na Damak FC. Kwa hiyo Simba bwana wanaendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha, akiwemo pia nyota huyo mshambuliaji kutoka Golden Arrows. Kwa hiyo hizi ni moja kati ya tetesi ambazo nimeona ni kujuze kuhusiana na Simba Sports Club kuendelea kuhusishwa na nyota, na moja kati ya target kubwa za Simba Sports Club ni kuendelea kufanya vizuri, hususan kwenye mchezo wa kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika, ambayo mara kadhaa wamekuwa kishia nusu finali, robo finali, lakini bado malengo makubwa ni kuweza kufika finali pamoja na kulichukua kombe hilo ikiwezekana. Tunafahamu kwamba Simba ameshakwisha kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kama unakumbuka waliwahi cheza na klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo baada ya kufika hatua hiyo na kushindwa kulichukua taji hilo, basi malengo makubwa ya Simba Sports Club ni kuweza kulitoa kombe hilo la Afrika, moja kati ya kombe kubwa sana na moja kati ya ndoto kubwa sana ambao Simba wameendelea kuwa nayo. Kwa hiyo hizi tetesi za usajili ambazo zimeendelea kuhusisha Simba Sports Club ni sehemu tu ya kufikia malengo hayo ya michuano ya kimataifa, lakini pia kama ambavyo nimekujuza kuendelea kurejesha furaha ambayo imepotea kwa muda sasa kwenye ligi ya NBC. Na sasa tunaona kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya ujio wa Steve Becker. Bwana, Simba Sports Club imeendelea kufanya vizuri na imeendelea kuwa hatari zaidi mara baada ya kupunguza pointi dhidi ya mshindani wake Yanga, ambapo mpaka sasa zimesalia alama 2. Kwa hiyo sasa hivi mashabiki wa Simba Sports Club wanakuambia Simba ile ambayo walikuwa wanahitaji imerejea, lakini bado wanaona inatakiwa kuwa hatari zaidi ya hapa. Kwa hiyo hizi tu ni moja kati ya tetesi ambazo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.